Karibu sana mtazamaji popote ulipo. Hii ni Habari 254 na kama ilivyo ada tupo kwa ajili ya kuletea mazungumzo na wahusika wakuu, achia mbali masuala ya michezo na mambo mengine ambayo kwa hakika yanatuhusu ndani na nje ya taifa la Kenya. Niite Bonga Boli Michael Were Mkhusia, kama ilivyo ada nikiwa mwenzangu kwa Zul Khalid katika mchakato mzima wa kufanikisha yote, manake ni dunia ya utandawazi. Kumbuka pia vile kusubscribe kwenye mtandao wetu wa Habari 254 kwenye YouTube channel, achia mbali mtandao ama kwenye kurasa za Facebook pamoja na Twitter na all other social media platform. Kumbuka pia vile kuna Bonga Tube Media katika taratibu za kuweza kufanikisha yote. Tunabahatika kukutana kaka kwa maana ya Moses Dola, mwandishi wa habari wa siku nyingi alikubuhu katika masala ya hadithi ama stories zile za upekuzi katika taratibu za kuweza kufahamisha umma na mengine mengi ambayo kwa hakika yanatuhusu kama jamii. Lakini zaidi ya yote safari yake ya kuwa mwanahabari, mbali na mwanahabari amekuepo kule gerezani kwa takriban muongo mmoja, lakini baada ya muda ametoka nje na sasa ni ndege huru. Yupo na kwa hakika na mengi ya kuzungumza. Karibu sana bwana Moses Dola. Shukran. Inakuaje sasa? Nianze tu kwa kusema kwamba wewe ni kama ndege huru, njiwa. Umetoka kule ambapo kwa hakika ilikuwa ni eneo ambalo ni mfungwa, na sasa upo sasa katika jamii, umewekwa huru. Labda nianze kwa kusema kuna nukuu kutoka kwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini bwana Nelson Mandela mwenda zake, kwamba freedom is in the mind. So haijalishi uko sehemu gani. So kama vile nilikuwa mfungwa kweli, nilikuwa mfungwa physically, lakini mimi nilikuwa huru akilini. Yes. Hapo natukanganya kidogo, manake kukuwa mfungwa na ni 10 good years, na kisha unakuja unamwambia mtazamaji kwamba licha kuwa nilikuwa nyuma ya zile kuta ndefu, lakini bado nilikuwa huru. Una maana gani kwa mtu ambaye labda pengine angependa kujua undani wa matamshi yako? Well, matamshi yangu hayafai kukanganya mtu, manake yapo wazi. Kisa na maana ni kwamba nikisema nilikuwa huru kule, in quotes, nilikuwa huru akili and the kind of reasoning na yale maisha ambayo nilikuwa naishi pale. Unajua ni kama tu kwa sasa leo umwe na kichwa kishaanza kusema kichwa kinaniuma, itabaki kweli kinakuuma, lakini tayari kichwa kinakuuma, what are you doing about that? So that is the element of freedom inakujia hapo. Na pakubwa tena nitasema nilikuwa huru manake katika kutumikia kifungo changu niliweza kupenyeza katika masomo ya sheria ambayo kwamba sasa bado nafuatiliza, na akipenda Maulana nitakuwa wakili. Yes, so nilichukua masomo yakawa sasa ndio kofia ambayo navaa. So japo utaniona nimejistiri nguo za jela, lakini mimi nilikuwa nafuata taaluma ya wakili. Yes. Ni safari ndefu hadi kuingia, manake nakumbuka around 2011 taarifa zipo Dola amekamatwa kutokana na tuhuma za kusababisha kifo cha mke wake. Ilikuwaje hili ikatokea swala kama hili? Kabla tujazungumzia hilo swali, ningependa tu kutoa ombi kwa Wakenya, watazamaji, kila mtu ambaye ananisikiza kwamba kumekuwa na visa vingi sana vya dhulma dhidi ya jinsia, na hata tunavyoongea sasa nadhani kwamba jana kuna mtu amefanya vituko. So kidogo watu waeke tahadhari katika jamii, katika ndoa, mume awe fiti, mwanamke awe fiti, ndio tusije tukawa na hizi story gender based violence ambapo kwamba kufikia sasa mimi nitasema nini, activist ama campaigner, nitasema yes campaigner. Activist inakaa kama kidogo ngumu yani kama mtu ambaye ananyoosha jamii sasa. Yes, so ama campaigner nataka ni uhamasishaji. Nafanya uhamasisho dhidi ya dhulma dhidi ya jinsia. Yes, na nikirudi pale 2011 nitasema tu kwamba misfortunes saa zingine zinatokea tu.
Manake ilikuwa ni wakati mgumu sana, na ilikuwa ni mtihani. Ilikuwa ni mtihani ambao ulitokea ghafla, sikuwa natarajia. Manake nikiangalia maisha yangu, mimi I was an investigative journalist. So masala kama haya mimi nilikuwa nafanya. Naitwa Nairobi Women's, naitwa wapi, sijui nani nimefanya nini. Visa vya mauaji nimefanya, cases nyingi sana. So ikija kwamba sasa kiatu kile mimi nimekivaa, kwamba mimi sasa ndio naangaziwa kwamba nimekwenda kinyume na sheria, ilikuwa ni pigo kwangu, ilikuwa ni pigo kwa familia ya marehemu, na Mwenyezi Mungu pia tunaomba tu azidi kuwapa nguvu familia ya marehemu. Yes. Ni jambo ambalo kwa hakika inatokea labda kwa kutotarajia, kwa kunukuu labda pengine matamshi yako, sio kitu ambacho umekusudia kufanya. Na katika hili sasa ukajikuta sasa ulijisalimisha ama ulitafutwa? Niliweza kujisalimisha kwa asasi za usalama. Yes. So baada hapa sasa naona sasa ni mambo na kesi, najua ni taarifa ndefu ndio, lakini sasa kesi yenyewe kuanzia mwanzo, manake tayari umeanza hatua za kuwa wakili, na sasa hapo ndio kuanza kuandika kwa statement mpaka kuingia kwenye kizimba na hata kuingia gerezani. Ilikuwaje sasa kesi yenyewe, manake kuna kule kuita mawakili kuweza kusimamia, na pia vile vile wewe mwenyewe mtazamo wako kwa namna jinsi kesi yenyewe ilivyoendeshwa? Kesi yenyewe ama kweli nikisema tu ilikuwa ile Kiingereza itasema highly charged. Maanake ilikuwa of public interest, na unajua ilikuwa inavutia hisia nyingi sana katika nafasi za public spaces. Mimi kwamba mtangazaji, mwandishi wa habari, marehemu pia alikuwa mtu ambaye ni mwandishi wa habari, so majina yalikuwako si majina ya kawaida. So ilipofika pale mahakamani, kesi yenyewe ilikuwa si rahisi, lakini nashukuru, manake nikiangalia kwa macho ya sheria, kesi ilivyokwenda ilikuwa ni sawa tu. Manake hakuna vingine ilikuwa inaweza ikaenda. Manake mwanzo kisheria tu utashtakiwa na makosa ya mauaji ikiambatana na ile ya mauaji kusudia hiyo. So wakati tulifanya kesi na hatimaye ikafika mwisho, ikawa sasa ile kesi ya mauaji ambayo kwamba wewe sasa umefanya kwa kutaka, haikuwa inaweza ikasimama. So ndio ikawa substituted to a case of manslaughter, na ndio hiyo ikanihukumu. Yes. Safari ambayo kwa hakika bila shaka wakati unasimama kizimbani, maswali yalikuwa yanakupita akilini ukiwaza na kuwazua, unawatazama wapendwa, kwa maana wazazi wa pande zote mbili, unatazama marafiki na hata wale waandishi ambao mlifanya nao kazi pia vile vile wako pale. Hili ulikuwa unaichukuliaje? Ilikuwa si wakati rahisi, manake every time nilikuwa nikifika mahakamani, wapo majamaa wengine ambao mimi nimewakuza katika taaluma ya uandishi, wako pale wananipiga picha, wengine tunasalimiana. So ilikuwa ni a very difficult time, but pia kidogo niseme kuna wale wenzangu ambao walikuwa na utu katika the way walikuwa na approach hii kesi, na kidogo pia kuna wale walikuwa kidogo offbeat kidogo. Na nikisema offbeat si kwamba ati na wakashifu, no, maybe ndio style yao ya reporting. So ile unajua pia siku hizi kuna kule kuchochea hisia, maybe kitu kama hicho. Na maybe kitu ambacho niliweza kushuhudia mno ilikuwa ni misrepresentation of facts. Maanake court is a court of records. So ukisema ilikuwa black, haiwezi kuwa white. So I was expecting pia uandishi at that time, na waandishi wafuatilie vile ilikuwa mahakamani. Kidogo ikawa reporting kidogo ilikuwa haiko balance. Lakini ni akali. Ni akali. Ni hatua ndefu. Mwisho jaji akagonga rungu kwamba unasota gerezani. At that point nilikuwa nimechoka tu. Maanake kesi tulifanya ikawa sasa katika uamuzi, katika judgment, sasa ikawa kesi ya mauaji, the main murder charge, haikuwa ina stand kwamba ibaki murder.
So the only other option ilikuwa ni jaji abadilishe mashtaka, na alifanya hivyo, ikawa manslaughter. So nikiangalia zile facts kulingana na kesi ilivyofanywa, nini kilichojiri, nilikuwa najua okay, hapa kama ambaye maybe miaka 5, lakini mwisho naye akasema miaka 10. So pale kidogo nkaka kama nimedua. Na the first person I spoke to is my late mom, So nikamwambia tu kotini, mimi nimejipa acceptance, na mimi naomba kwamba mjipe acceptance. Kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba miaka 10, nikisema miaka 10 katika system ya Kenya si miaka 10. Manake kuna kitu ambacho kinaitwa remission of sentence. Unatolewa thuluthi moja, a third of your sentence. So kama you're serving 10 years, unabaki una serve 6 years, 8 months. So that is the 10 years that I was to serve. Sio siku chache bwana, unajua siku 1, 2, 3 kwa mwezi wa kalenda. Si siku chache, lakini I had acceptance because makosa ilikuwa imenipata. Yes, and for that the law had taken its course. So nikasema okay, nijipe acceptance kwamba nimeadhibiwa vilivyo kisheria. Vile vile nilikuwa nimeshapiga hesabu, nikaona ni miaka 6 na miezi 8. Though kuna muda ambao nilikuwa nimetumikia rumande. Huo muda ulikuwa hujatolewa, ilikuwa ni kama jumla miezi 23. Tuseme tu ukipiga conversion inakuja miaka 2. So nilikuwa najua katika hii miaka 6 na miezi 8 nikija nikifanya application nitolewe muda wa rumande, nitatumikia miaka 4 na miezi 8. Lakini kumbe ilikuwa si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na mimi nilikuja nikaona kwamba kweli ningetolewa ile time ya remand, kuna vile ambavyo singekuwa gerezani. Manake ningetolewa time ya remand mwanzo, akili singekuwa nimefikiria okay, let me just settle in prison and pursue law. Ningesema time yangu ni kidogo, wacha nipite, niingie, nipite, nitoke. Lakini sasa nikawa na muda mrefu. So it is this long time nilipatia time for introspection, najipiga msasa akilini, nikaona hapana, rudi shule. Bahati nzuri kukawa na shirika la kibinafsi la masomo kutoka Marekani, na it's based in the UK na US, wanajiita Justice Defenders. Na sasa hao ndio walinichukua pamoja na wafungwa wengine, na tukaanza huo mkondo wa masomo. Na ule mkondo ambao tuliochukua ilikuwa ni tunafundishwa masuala ya sheria, sio wewe ujinufaishe ndio, but by extension umsaidie mwenzako ambaye hana uzoefu ama ujuzi wa masuala ya sheria. Na tukifikia hapo, najua utauliza maswali mengi. Nimefanya cases nyingi sana, na wengi wananikumbuka kwamba huyu alinisaidia. Labda tu nikujuze, leo nilisafiri usiku. So nilipofika maeneo ya Coast Bus kushuka, jamaa wakaja kuning'ang'ania, twende. Walikuwa wajui kama mimi nimeshuka, walikuwa nadhani kama naelekea. So jamaa kuniangalia sema, dola. Huyu jamaa nitoa jela. Mlikuwa kule pamoja au mlikujua tu? No, tulikuwa naye. So I worked on his case. So leo tumekutana, nikasema kumbe ni milima tu ambaye haikutani. Yes. Sasa hapa kidogo najaribu kusema kwamba it was a blessing disguise katika taratibu za kuongezewa muda wa kuhudumu pale gerezani, licha changamoto zake, lakini ukaona kuna uhuru fulani unaweza pata kutokana na elimu ambao imekuja kutokana na wahusika kutoka nje ya bara la Afrika. Ukaamua kuinvest in education, kwamba lengo kuu ni kuweza kuwekeza katika masuala ya sheria. Na kwa hakika nimeona hata kuna kesi fulani ya Okioma, alishtakiwa na mambo na labda pengine ubakaji, kitu kama hicho, na kesi zingine nyingi sana. Kwa hiyo katika taratibu zenyewe pale gerezani, mazingira yake iko vipi, ambayo ilichangia pakubwa kwa kuamua sasa wote nichukue mkondo wa sheria? Nitarudi nyuma mpaka 2011. Manake nilipopata huu msiba, marehemu kufariki,
then nikafika kotini. Akaja pale maishani mwangu Cliff Ombeta, wakili tajika. So mimi nikaangalia okay, kidogo Mungu aliniwezesha nikaweza kufikia kujimudu kulipa wakili. Lakini sasa nilipofungwa, kuna mtu ambaye hawezi akalipa wakili, unaona. Na sio kwamba ati wakili ni expensive ama cheap, no. Hizo ni ada zao ambazo siwezi nikaingilia. But kuna mfungwa ambaye amefungwa na kuna yule ambaye ako rumande. Kesi yake inamlemea kwa sababu hawezi akapata wakili. Pili, unapata huyu ambaye ako rumande hana uzoefu wa kuongea, hana ujuzi wa kimasomo wa kujieleza, so inakuwa very difficult. So hiyo ikawa msukumo kidogo kwamba mimi ile trial yangu yenyewe ilinipa msukumo wa kupata motisha kuingia kufuatilia masomo ya wanasheria. Yes. Pole sana kwa kumpoteza mama na pia vile mkeo, manake unasema mengine ni nje ya uwezo wetu, na mama anapoaga ulikuwa bado ungali ndani. Je, ukapata fursa kwenda kuhudhuria msiba wenyewe, na labda ilikuwaje baada ya kupata taarifa zenyewe? Sikuweza kumzika na manake nilikuwa niko ndani, so kesi pia ilifanyika nikiwa niko ndani kwa muda kama miezi 21, ndio nikatoka na bond nilipolipa dhamana. Nika kesi kama muda wa kipindi cha miaka 6-7 hivi nikarejea. So kufikia sasa ni ngumu kujipa acceptance kwamba yule ambaye ulikuwa unampenda, yule ambaye ulikuwa unaishi naye, mama mtoto wako, amefariki kwa mikono yako, unaona. Japo ni kwa ajali, bado the world will always see and say something different from unavyoona. But I've left it to God. Kile ambacho mimi naweza nikapenda sana kwa watazamaji, tafadhali wekeni majumba yenu yawe ya kujimudu, have space. Zisije zikatokea masuala ya dhulma za kijinsia, manake yangu ilikuwa ni ajali. Lakini kuna watu wanafanya masuala ya kihuni sana, kimakusudi. Watu wanafanya vituko sana. Mtu anakata mwingine, anamweka kwenye baga, anaenda na mtupa. So such things hizo zimekithiri, na cases kama hizo they are just unfortunate. Pili, imekuwa ni muda I think 14 years now, kufikia May 1st itakuwa 14 years. Nachukua tu fursa hii kufikia kwa my in-laws, naambia yalifanyika sio mazuri, ilikuwa ni bahati mbaya, na mimi nawaomba radhi kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, na waomba msamaha kwamba siku moja tuweze tukakaa kwenye kikao, turudi tuwe jamii ile iliyokuwa inajuana. Yes. Kuna mtoto labda umepata fursa kumuona kwa sasa? Hiyo process bado ipo, sijamuona, lakini sasa kunajua reconciliation is a process. It takes time. It takes time, na it takes acceptance and big muscle na God. So iko process hiyo inaendelea. Siwezi nikasema nitaikimbiza, ama Mungu amepanga. So ikifika inshallah basi tutakuja kufikia pale. Manake sasa ni mtu ambaye kwa sasa ni mkumavu, atasoma majarida mbalimbali, zile reportings, atafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na bila shaka atakuwa anajua mawili matatu. Lakini kubwa zaidi pia mama mzazi, wakati huo pia umesema alituacha? Mamangu mzazi aliniacha tukiwa 2021, nilikuwa niko gerezani. Hapo nilikuwa nishaanza kusoma law kidogo, and so ilikuwa ni pigo, manake mimi na mama tulikuwa tutengani. So nikasema I needed a lot of balance because it swept me.
mama amefariki, uwezi ukaenda matanga, ikawa ni wakati mgumu sana. But nashukuru hiyo time nilikuwa niko Kiambu prison, then akawa pale officer in charge mmoja alikuwa very understanding. Then unajua ilikuwa ni muda wa corona, so kuna jamaa zangu walikuwa wako nje, ndugu zangu walikuwa wako nje, hawangeza kuja Kenya. So ikafikia kwamba siku ya mazishi kuwe na video conference, video streaming. So hiyo ndio ikasaidia. So mama nilimzika japo kupitia mtandao. So hilo swala likaja kwa akili yangu, no. Kisheria I'm supposed to be burying my mother because iko katika sheria. Ni vile watu hawafahamu, na kama watu wanafahamu wanapuuza, na hizo ni katika asasi za Kenya prisons iko. So ngasema hapana, because we need something that will rubber stamp hiyo presence ya hiyo sheria, then wacha nifanye application. So baada ya 2021 nilikusanya sana, nikafanya a lot of research, nikasoma. So in 2022 nikasema now I think niko na everything that nahitaji. Nilikuwa nimepiga cases nyingi sana. So 2022 I packaged myself together, nikaandika application. Lakini sasa kidogo tena ikawa tena ndio mwanzo wa shida zangu gerezani. Unachokora wakubwa ama sasa, system ya sheria. Sasa ikawa sasa huyu nani? Huyu nani anafikiria anaweza kupigana na serikali? Kwani yeye ndiye amefungwa afanye hizi vitu? Maliza aenda zike mama yake, It was very bad. So nilipofile hiyo application nilikuwa na treatment mbaya sana, because within 10 days, in fact 10 or 8 days, nikawa transferred, na kule nilipelekwa ni ile sehemu utaki kwenda, Naivasha. Maximum prison. Naivasha kule nilipopelekwa, sasa kuna ukiingia kwenye lango unaambiwa kwa heri Kenya. Na in fact hata nimefikiria kuna mswada nataka kuweka. Unasema kwa heri Kenya? Kwa heri Kenya. So nitakwenda mahakamani hivi karibuni kutoa hilo bango. Imeandikwa kabisa? Imeandikwa, yes, imeandikwa. Hii si kinyume na nitakuwa naenda mahakamani kutoa hilo bango kwa heri Kenya, manake si haki ku hold inmates in a situation kwamba umewaambia kwa heri Kenya. It's like unawatoa katika utu ama unawatoa katika jamii. Kwamba kwa gerezani does not mean umwambie kwamba kwa heri Kenya. So kama kuna kitu una expect in court ni hiyo. Yeah, very soon. Hiyo naeka kotini. Wahuni wagani hao waliamua kupachika bango kama lile pale? Manake gereza lenyewe ilipo nchini Kenya mzee, na hata wafungwa wenyewe wengi wao ni wa Kenya. Kwa hiyo nadhani ni mbinu za kuchokora akili za wafungwa. Kakawere, labda nikwambie tu, gereza is not an easy place to be, because wewe ukikoroga ama ukivuruga utaambiwa kwamba wewe si wa kwanza, hata fulani alikuwa hapa na alifariki. So wewe hata kufa si dakika moja, ni si jambo geni, unaona. So hiyo kidogo inapiga watu breaks. So mimi nimekuwa transferred several times to different prisons, sababu kidogo mtu alikuwa anaona huyu ni mjuaji, unaona. So ile ujuaji si nothing ati kwamba uko na anything contraband, no. Ni anaona tu huyu kidogo atachanua wengine kwamba what we are doing is wrong, sasa huyu is not fit for this population. But then again, unaona hata akikutoa hapa akupeleke pale, system yao ni ile, kuna ubovu mle ndani. So huo ubovu ndio mimi sipendi, maana yake I'm enlightened. So nyuma hivi kidogo transform. So umekuwa Kamiti, Kiambu, Naivasha, wapi kwingine? Kiambu, Industrial Area, Nairobi West na Naivasha. Mazingira magumu sana. Wafungwa pale ndani na kwaje? Maana watu wanakuja, watu kutoka maeneo mbalimbali, kesi tofauti. Hivi mnajadiliana kwa kujua, maana tayari umesema solve a lot of cases. Inakuwaje sasa katika kufanikisha yote? Mazingira mle ndani kwa yule labda ambaye hajaifika katika maeneo ya gereza, na labda pengine kumchanua asitamani kuingia kule. Rahisi tu, asifanye makosa.
But makosa inaweza kupata pasi na kutarajia. Yes. Nimekaa kama sehemu Naivasha. Upata mtu amekwenda kwenye ziwa Naivasha, ameenda kufanya uvuvi. Lakini kwa vile hana leseni, hajaenda kuiba, ameenda kufanya uvuvi. Ama wewe umenunua samaki unapita, lakini jamaa anakusita anasema ule jamaa ana samaki lakini size yao ni ndogo, wanashika. So wewe hiyo rabaya, nimekuuzia samaki, wewe unashikwa na jamaa fisheries kwa vile umebeba samaki ambao ni size kidogo, mbona usishiki yule ambaye aliniuzia? Unaona? So ndio kuna watu ambao wanajipata gerezani kwa bahati mbaya. And nikisema hivyo, mimi nilikuwa the to go to person. Jamaa anakuja na stress zake, anambia relax bana, wewe kesho enda una dola. So akija tukionana kidogo napata matumaini, manake mwanzo ilikuwa tu ni nakaa chini naye namuuliza kesi iko vipi, kama alikuwa analia na mtuliza, kama alikuwa na stress bado ndamtuliza, then tunachambua kesi. Katika kipindi cha wiki 2 namuingiza kwa system, tunachambua kesi, jamaa anaanza kupata matumaini. Na sio kesi tu za samaki ama nini, hizi kesi ndogo. I remember one of my biggest case nilifanya nikiwa Naivasha. Ndio sababu nakwambia it was just a blessing in disguise kwamba muda wangu gerezani uwe ndefu. Maana nilipofika Naivasha nikapata jamaa wamefungwa wako rumande, walikuwa kwa capital remand, meaning kwamba walikuwa wanatuhumiwa kwamba wamefanya makosa makubwa. Ilikuwa ni robbery with violence na iko na rape mle ndani, watu 3. So walikuwa, nikifika pale walikuwa wamefikia upande wa mashtaka wamefunga kesi. Sasa ni wao wajitetee. So nikasikiza kesi yao. Mmoja akajileta, 2 wakafanya kesi kivyao. Huyu mwenye alijileta yuko huru sasa. Na ilikuwa ni robbery with violence na iko na rape. So hao 2 walibaki. But huyu mwenye nilimtetea alienda nyumbani asubuhi. Si wa kwanza, si wa pili, nimefanya. So upungufu wangu tu ilikuwa kidogo, nilitamani sana nifanye kesi za mada, lakini kisheria unaona kesi za mada lazima wakili akue mahakamani. Na as a prison based paralegal ni yule mtu amesomea masuala ya sheria. So as a prison based paralegal kidogo nguvu ya kisheria inakuwa chini ya ku represent mtu. But sio kwamba nilikuwa sichambui hizi cases, nilikuwa nazichambua because unapata mtu ana wakili lakini hawaonani. So ile communication between yeye na wakili inakuwa ngumu. Unapata mimi namwambia hivi na draft, namwambia nenda nayo kwa wakili. Akienda nayo nikisikiza kesi, ni zile vitu mimi nilikuwa nimeandika tu ndio naona wakili anasema. Askari ni watu aina gani kule gerezani? Maana kuna askari wa magereza na moto wanasema siku zote kukurekebisha na haki. Kule ndani sasa hawa maafande wa magereza ni watu aina gani hasa? Sitakudanganya. Prisons zimetoka mbali. Nimekaa kwa reporting for a very long time na nimeona the picture ambayo ilikuwa awali na nimeona picture ambayo iko katika the recent past. Tuseme katika kipindi cha miaka 15-20 prison imebadilika sana. Mwanzo kuanzia ile time ya Awori nini, things have changed, but that is not to say kwamba prison ni kuzuri na askari ati ni wazuri wote. Kuna yule ambaye sasa zingine riot inatokea, yule ambaye unaongea naye ndiye atakupiga vibaya sana. So prison iko hivyo tu. Yeah. Kuna wakati mwingine wafungwa wanaleta vurugu. Kuna wakati vurugu inatoka wewe kuna wakati vurumai inatoka, alafu kuna inaitwa alarm. Wakati wanapiga firimbi tu wewe jua hapo kusha. Mtadhalilishwa, mtapigwa, mtavuliwa uchi, mtafanya mambo mengi sana. So it's something I don't want to go to because I've seen madila ni mbaya. I've seen a lot. You can imagine mnavuliwa nguo, baba mtu ambaye mtu mzima miaka 60 miaka 70 amevuliwa nguo, saa zingine anaambiwa inabidi aende choo, things like that.